tukasikizana bei, akanuza. So alinibeba kitu saa 7 hiyo siku, saa 8 ikielekea. Akaniambia hadi saa 4 saa 5 utanilipisha ngapi? Nikamwambia labda unipe 5k. Akaniambia hizo hata ni kidogo, ndakuongezea, ndakupea 9. Nikajua basi deal imeingiana. Pesa unaweza fanya anything. Mimi nikaenda, tukafika, akaingia kashawa, akaniambia konja nimpikie kwanza. Kwake? Yeah. Na naka mansion mali yake ina neighbor yoyote. Ni yeye peke yake. So kuingia akaniambia ingia hapo kwa fridge, tafuta nyama mzuri unipikie. Kumbe ni watoto wamepakiwa. Jana kula watoto. Halo? Yes. Watoto? Human beings? Yes. Wadogo? Yeah. Amewakatakata in pieces, amewapaka kwa fridge. Yaani kuchagua yenye anataka anakula. So akaniambia ingia unichagulie nyama hapo mzuri, nipikie nusistuke kenye utaona. Akaingia kwa bafu akaoga. Sasa tumeingia amelock mlango. Amefunga. So amefunga. So bado hajaniguza. Bado. Yeye ameniambia nitakukula kwanza konja. Na akaniambia nimpikie ugali. Nikampikia ugali. Na nyama gani? Nikakata nyanya. So sasa hiyo shock imenishika kwa hiyo jikoni. Pale huwezi ongea, juu tu ukipiga nduru ni mahali huwezi saidika. Ni risk place kabisa. So mimi niliingia, nikampikia, nikampakulia. Wait, nyama gani unapika? Ya watoto. Unapika kama nyama? Na sasa ile nyama unaiboil, inatoa maji. Juu unajua lazima ukaushe nyama. Ile ikauki. Jo, pole mama. Nyama ya human being. Yeah. So nyama inaipika, inaiva lakini ile maji inachemka tu. So baka napika na tetemeka, niko na ile shock kabisa. Na ananiambia upike vizuri. Mimi niko njaa. So nilipika, chakula ikaiva, nikamserve, tukaenda sitting. Sasa tukasumbuana. Tulianza sasa kusumbuana. Aliniforce nikule. Akaniambia huwezi pika ukose kukula. Maybe umeniroga. Nikamzanda kurogaje na niko kwako? Akaniambia hivyo tu ndo nimesema hii nyama unakula. So ule mtu alitani. Aligeuka. Si ule mwenye tulikuwa tunacheka naye kwa gari. These are different persons. Akakuwa mtu mwingine. So tukasumbuana juu na imagine nini nyama mtu nikule? Hapana. Ananiambia hii unakula. So tulisumbuana naye, nikasikia amenirukia, ameninyonga. Akaninyonga. Akaniachilia. Akaniambia sasa kama hutaki nikufanye vibaya nyama unakula. Ilibidi nikule. Pole. What ladies you doing for money to feed your kids? Pole mama. Ilibidi nikule. So ile kutapika, nasikia kutapika ile kabisa. Lakini amenieka hapo. Hapo utoki. Meza. Nilimeza. Jule mtu pale umeshtuka, ule anaweza kufanya anything pale. Kama anachinja mtoto, wewe ni nini? Pia anakuchinja. So nilikula.
Akamaliza. Tukaenda. Tukakulana. Lakini sasa ile mwili yangu I function kabisa, imetulia kabisa. Yes, I had to ask that. Kabisa. Yani si feel anything. Nauliza kutakucha saa ngapi nitoke. Ile mwili hapana, haifanyi kabisa. Na anakudandia Vizuri. Na stuki. Na akabadilika sasa. Si ule tulikuwa tunacheka naye kwa gari. Ali change. Sasa anakaa shetani mwingine. Alafu sound yake na taste kama ya Mtanzania. MTZ hivi. Si Kiswahili yetu. Yake na tani ya MTZ. kule nje hakuwa na Kiswahili kama ile. Tulifika kwa nyumba Katani. Aligeuka mwingine. Sasa niko Mungu haki. Hapa ndatoka. Unaona nilimwambia 5,000 akaniambia ndio ataniongezea. Yes. Itakuwa 9. Nikamwambia okay. Tukafika tukakulana. Morning ikafika. Hata kunisumbua tena. Alinikula na kalala. Na asubuhi ikafika, nikaenda nikaoga. Nikajitayarisha. Nikamwambia sasa mimi nataka kwenda. Akaniambia okay. Sasa mimi naongoja nipatie pesa yangu. Naona hata shughuliki, ananiambia sasa wewe enda. Nashindo, ni nini mbaya? Nikamuuliza pesa yangu? Ati pesa gani? Nikamza na tulisikizana na wewe vizuri. Pesa yangu? Akaniambia enda tu tafadhali. As he's talking like this, time anasema hivi, mlango amefungua, amefunga. Na ni mali hata usound, hakuna mtu atakusaidia. Una sound nani akuja kusaidia na anakaa peke yake? So pale ufanyi kitu yote, unafuata sharti zake venye nakwambia. Pale ni unyamaze. Ni kama kufika tu kwa gate. Akaniambia shika. Sasa nikastuka. Nikashindwa mtu amefikiria kunifanya nini? Na ameshaamua nitoke. Akarudi akaniambia nipatie namba. Akanitumia 3K. Na tukatumiagana vizuri na yeye. Alinipea 3K. Na akaniambia enda na usiangalie huku nyuma. Na akasimama hapo kwa gate. Ameniachilia, sijui naanzia wapi, sijui stage. So mimi nikatoka tu nikiambia Mungu, heri niende nikiulizia bora nimetoka kule. Na nimeshukuru pia hii tu yenye amenipatia, bora nimetoka. Nikatoka nikaulizia stage, nikapata stage, nikaenda hadi tao. Kafika tao. Nikaenda home. So niko home, akili work. Ile nyama sasa nishakula. Sasa inanisumbua, najaribu ile kutapika itoki. Sasa niko na stress. Sasa hadi watoi wangu wakichelewa nje nashtuka. Naogopa. Nikakaa. Sasa ile kurudi tao inanishinda. Unashindwa, utarudi, utakutana tena na mtu ile design. Sasa kabisa. Ikanishinda. Nikakaa karibu wiki 3. Nikasemaje sasa nichunge ido kidogo kidogo. Nikifikiria ni nini next. Hii kazi na inachokesha. Wait, kabla urudi tao. Turudi hapo kwa huyu jamaa. Ukiangalia hii nyama ambayo alikuwa amepanga pale kwa fridge ni watoto ambao wanatafutiwa mahali ama anaua mahali ama so wewe kwa kukiangalia ni kama anaweza kuwa ametoa wapi zile nyama. Siwezi elewa juu ashachinja, amekata part, ziko tu kwa fridge. So yeye yenye tu anataka anaingia natoa. Ni kusafi nyumba. Jikoni she's so clean. So wale ashachinja, ameweka tu hapo. We. Na ni part kubwa. Lakini sasa si kama mtu mkubwa, lakini unaona hapana. Hii part ni ya mtoto hii. Na ni nyama haina mfupa. Sasa mimi sijui kama iko na mfupa juu alikula mifupa. Mimi nilionja yenye nilembo nionje. Eish. Now, ukakaa home after 3 weeks. Yeah. Usiniambie ulirudi tena tao. Sasa kuanzia hapo
3 weeks. Udem sasa alikuwa ananiambia twende hii ya stripping. Akaniambia kuna club nasikia iko ya stripping, unaweza? Nikamwambia ai, kudansi uchi siwezi. Na hiyo fupi. Nilimwambia siwezi, hiyo hapana. Nikakaa, nikamwambia twende leo nione. Kuona ndio kujua. Nikaenda nikaona hiyo iwezi. Acha tu niendelee na hii yangu. Nikamwambia hiyo naye hapana. Kudansi ya klabu mzima kama uko uchi iwezi. Kama hii ya kwenda tu kutolea mtu inanishinda. Nikarudi hiyo yangu. Hiyo wiki ya 3 sasa nikarudi. Nikarudi siku 2 4. Nikapatana na mtu tena wa mwisho. Hiyo 2 wiki nimeingia hiyo ya 3. Nikapatana na mse. Yeye alikuwa tu ni mbuda. Alikuwa tu ni mbaba tu. Baba tukaenda. Alikuwa anataka kunikula hivyo. Ro. Yeah. Ule naye tulipigana kwa hiyo room kabisa. Tulifight. So bahati Soja alikuwa karibu. Na nile akona nguvu kuniliko. So ile saundi yangu iliitawale Soja. Wakakama wakabisha room kuuliza nini mbaya. Ule baba she so rude kabisa. Aliambia Soja waendelee na kazi yao. So pale naogopa. Akaniuliza unataka niuliwe huku? Nikamuuliza mbona wewe unataka kunifanyia hivyo? Akaniambia hapana. Mimi sivaangi. So ule mtu namuogopa, juu mtu avayo obviously wewe ni mgonjwa. Mtu aniogopi, wewe ni mgonjwa. Na mimi nikamwambia hapana, hapa ili tuane. Tukangangana tena. Soja sasa wameshaenda. Tukabishana tena. Soja wakarudi. Wakaamua hapana, mbona msichana anapiga nduru? Ndio nikawaambia Soja wanataka kunikula hivyo na mimi sitaki. Soja wakabonde ule mbaba kabisa. So nile nilivanguo nikatoka. Ule ameniwestia time hivyo. So hata sikurudi kwa club, nilirudi home. Kwanza hapo sijarudi kazi, imenichokesha kabisa. Naomba tu Mungu anipe kazi nyingine ya kufanya. Ine hapana. Pole. Hii hapana. You know, ladies, single mothers, mnafanya vitu mingi sana ndio watoto wakule. Sana. Mam, nikuulize wewe ukigrow ulikuwa unafikiria kufanya nini kwa maisha yako? For now. Ukikuwa mdogo ukiwa shule until ukuje kuacha shule au kuenda shule sasa imeshindikana. Wewe ulikuwa unatamani kufanya nini kwa maisha yako? Mimi nilikuwa natamani ningekuwa daktari, sijui mbona sikukuwa. Lakini ni penye mama alikosa support. Saizi mama umegonga miaka ngapi? I'm 25 years. 25 years. Yeah. Unajua bado ungali na future kubwa? Mhm. Ungali na future kubwa. Yes. No giving up. Na inaeleweka. Single mom wanafanya vitu huku nje kubwa sana kumake sure kwamba watoto wanakula. Yeah. Na kwamba ulipata mtoto pia ukiwa mdogo, ukawa mjane pia ukiwa mdogo, haimaanishi kwamba ndio mwisho wa maisha. Yeah. Licha kupitia haya yote pale kwa nyumba kukutana na mtu mwenye ako na hisia tofauti, mtu ambaye kidogo mienendo yake haikuwa nzuri na akakuachilia, Mungu alikuwa na lengo, alikuwa na reason kwa nini uyaone haya. Yeah. Ndio kuja kubadilika. Michi naweza kuambia Mungu yupo. Yeah. Na najua kwamba Mungu ndio mwenye kila kitu. Saizi umesema umefika point ukaona hiyo kazi haiwezi. Sitaki tena. Like, tangia utoke kule imekuwa how long? Imechukua like muda gani tangia utoke kule? Tuseme hiyo kazi nilianzanga like 2019. 2019. Yeah. Yes.
Hiyo time ya corona. Yes. Umepiga hiyo Corona imekuja imenipiga sasa vibaya. Hiyo time hatutakikani nje. Masaa ya kazi ni usiku. So ni out calls. So ni ile nini? Ukikimbizwa hii time, wana unakimbia side. Nimelala Central, nimeshikwa karibu mara 2. Njoo hiyo kazi. Yeah. Juu tumechelewa nje na by 7 watu wanafaa kuwa kwa nyumba. Si tuko nje. Hakuna do. So nilihangaika sana hiyo COVID. Sana. Mam, nataka kwa mtu ambaye anakutazama kwa sasa. Yes. Mtu ambaye ana feel ku give up na maisha. Nini ambacho unaweza taka kumwambia? Mama single kama mimi. Hii si kazi. Hata siitamani. Heri kazi ingine. Heri hata kufua. Ama kukata mboga. Hii si kazi. Hii kazi inachokesha kabisa. So kwa sasa. So mimi nilikuwa hata mahali nijue. Na niwe watu hii. Ni kuchoka. No need. Yeah. No need. Saizi nini ambayo unafanya? Kwa sasa ni kuhustle tu. Napata na mtu akupe 100, 200. Juu ile kazi naye si hata sifikiri kuirudi huko. Naomba tu Mungu anipe kazi nyingine. Sasa yani nikipata any job, I will do it. Lakini si hiyo. Mam, unaombanga? Do you usually pray? Yeah. Unamwamini Mungu? Sana. Atakutendea. Siku zote. Namwaminingi. Sawa. Yeah. Hakuna ku give up. Muaminie Mungu na najua kwamba atakusaidia, alright? Yeah. Pia watu wangu wamekutazama and through your story, pole kwa yale ambayo alipitia. Mtu anaweza ona uko mrembo, mtu anaweza ona huyu amekafunga, huyu ako sawa. Lakini mtu akishakueleza story, yeah, ndio unajua kwamba watu wanakapitia pale nje. Sana. Pole sana kwa safari nzito. So wewe kwa wenye wanakutazama saa hizi, yes, niko sure kuna mtu amesikia story yako. Watoto wako shule by the way? Walifukuzwa ita hata wakumaliza hii mtihani yenye wamefunga na wanafaa wafungwe 28. So hata sasa sijui wanarudi aje. Umejipanga? No. Sina anything. Ni Mungu tu ataleta. Ni Mungu tu ataleta. Yes. Nataka kwa watazamaji wangu, yes, uwape nambari yako ya simu. Niko sure kwamba kuna mmoja ambaye atakushikilia mkono. Yeah. Watoto wataenda shule, utapata kibarua. Uko na ID? No, imepotea kwa sahi lakini na replace. Una replace? Yeah. Kindly do replace it, okay? Yeah. Nataka utupe nambari yako ya simu. Yes. Na utupe majina yako kamili. Namba yangu ya simu ni 0792 7171 58. Tena? 0792 7171 58. Majina kamili? Mary Wanja. Mary Wanja. Yes. Yale ndio majina yako? Yeah. Na ndio umeregister nayo. Na umeregister na hiyo line. Mary, pole kwa safari nzito. Wacha tuone watu wangu watakuwa wanafanya kitu kidogo. Wakifanyia kitu kidogo, yes, fanya kitu. Hao watoto wapate chakula. Yeah. Mpate chakula pale home. Watoto waende shule. Mwenye atakushikia mtoto aende shule. Yeah. Masomo ndio kila kitu. Hiyo tu ndo naweza wapea kwa sahi. Watoto wasome. Kama wewe hukusoma, acha wasome. Wacha wasome. Right? Yes. Na venye tumesema, hakuna ku give up. Yeah. Lazima maisha iendelee. Umeyapitia haya, mbele kuzuri. Yeah. Hata kama nyuma kulikuwa kubaya, mbele ni kuzuri. Mbele ni kuzuri, alright? My viewers, imekuwa so amazing kuweza kuisikiza story yake dada yetu. Akitueleza tu mambo ambayo aliweza kupitia kwa maisha yake tangia akiwa mtoto mdogo sana. Kumbuka kwamba alipata mimba akiwa na miaka 16, 17 pale, na kisha baadaye unaweza kumsikia akisema kwamba aliweza kumpoteza ule babake, ule mtoto wake wa kwanza
ambaye alikuwa mwizi, kisha baadaye akapatana na mwingine akampea mimba na pia akamwacha. Lakini kwa sasa ameweza kutuelezea story yake, mambo ambayo amepitia pale kwenye street, na bila shaka amekuja kwenu nyinyi muweze kumshikilia na kuweza kumsaidia kidogo. Kweli ukiweza kuzisikiza hizi story sometimes zinakuwa nzito, ukiweza kusikia wasichana unaona ni warembo, lakini mambo ambayo wameyabeba inakuwa ni nzito sana. Asante sana Mary, Mungu akubariki kwa kuweza kushare story.